Bwana Yesu asifiwe kwa mara nyingine tena. Tunaendelea na masomo yetu ya matengenezo ya kanisa, ikiwa na maana kwamba hizi ni jumbe ambazo zimetoka kwa Mungu mwenyewe kupitia mimi mbeba maono, mchungaji Jilu Muna Mpanda. Kwa hiyo vitu hivi na vizungumza ni vitu ambavyo viko kwenye Biblia, kisema kwamba Mungu amesema na mimi kwa kutumia kinywa changu, na vitu hivi sio vigeni, ili niweze kukuweka sawa wewe ambao utasikiliza audio hii. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 13 mstari wa 2, nitaenda kusoma kama ilivyoandikwa. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 13 mstari wa 2. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, "Nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia." Kwa hiyo Roho Mtakatifu kusema na watu au kusema na wanadamu au kusema na kanisa ni kitu cha kawaida. Ndio maana mimi amenipa vitu vingi, na wengine pia Mungu amewapa kulingana na matakwa yake. Kwa hiyo naendelea na somo letu lingine linalofuata kwa siku hii ya leo ya tarehe 4 ya mwezi wa 5 mwaka 2022. Somo ambalo linafuata siku ya leo au muda huu au kipindi hiki ni somo linalosema mateso ya watu wa Mungu. Kwa hiyo masomo haya nitakapokuwa nimewapa watu, usipokaa na kutafakari, maana kanisa la leo lina watu wachache sana wanaoweza kutafakari jumbe za Mungu. Usipokaa na kutafakari huwezi kuelewa kitu chochote. Unaweza kuona ni vitu tu vya kawaida tu, mwanadamu ameandika tu, labda ametaka tu andike apate sifa fulani, au ajikweze au atafute maarufu fulani. Lakini ukikaa kwa makini na kutafakari kwa kina katika roho, utagundua kitu fulani ambacho Roho Mtakatifu anakitaka ili kanisa liweze kwenda sawa sawa. Somo nasema mateso ya watu wa Mungu. Mimi ni mwandishi wa vitabu, ninawaandikieni kanisa mambo haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeambiwa na Mungu aliye hai niandike, nimepewa. Wapeni wengine pia, nanyi wapeni wengine pia. Roho Mtakatifu anasema haya ni mateso ambayo yanawakabili wale waliokombolewa au waliokoka. Wanapoanza kazi, wanapofika katika maeneo ya kazi, mateso hayo ni haya. Hakuna vitu vya muhimu katika maisha. Hakuna vitu muhimu katika maisha. Kwa Roho Mtakatifu anaona kwamba watumishi wanapoenda kazini, wanapoitwa kumtumikia Mungu, wanapofika kwenye maeneo ya kazi, hawana mahitaji muhimu au vitu muhimu katika maisha. Roho Mtakatifu anasema, nimetembea maeneo mengi sana, nimeona watu wa Mungu wanateseka.
hawana vitu, hawana mahitaji. Wapo wanateseka. Roho Mtakatifu anasema, andika, kuna mateso kwa watu wa Mungu wanapokuwa katika kazi, wanakutana na vitu hivyo. Wanakutana na ugumu wa maisha, wanakutana na ugumu wa mazingira, wanakutana na ugumu wa tabia za watu waliopo pale, wanakutana na ugumu wa mambo yaliopo pale, wanakutana na ugumu wa vitu vinavyowazunguka. Sasa pale kuna watu mbalimbali ambao wanaweza kusikika wakisema, sasa mazingira yanasaidia nini au kuleta kitu gani? Roho Mtakatifu anasema, sikia, ukifika kwenye mazingira ambayo hayajakaa vizuri, unaweza kuathirika mwenyewe, kwa sababu utakuwa kwenye mazingira ambayo hayastahiki au hayastahili. Sasa ukikaa katika mazingira yasiyostahili, unaweza kupata shida kidogo, kwa sababu unaongea na watu ambao hawastahili. Pia wanakuwa wakikuelekeza vitu vingine ambavyo havistahili. Hayo ni mazingira pia. Ni watu wamekuzunguka. Utakuta unazungukwa na watu ambao hawana Mungu, hawaelewi kitu chochote. Kwa hiyo wanaweza kukuletea vitu vingine kinyume na taratibu za Mungu. Roho Mtakatifu anasema, nimesikia tena kuna vitu vingine ambavyo unaweza kupenyeza au kuweka katika kitabu hiki, kuambiwa na watu, wewe Bwana umeitwa na nani? Umeitwa na nani? Mbona sioni mtu aliyekuita? Maana hatujamuelewa huyo aliyekuita. Kama amekuita angekuletea hapa vitu. Sasa hayo nayo ni mateso ya watu wa Mungu. Pia kuna watu ambao pia wewe hawatakusadikisha sana kama vitu hivyo ni vya Mungu. Au vipi? Tunakueleza wewe ambaye umebeba hicho kitu au umebeba maono. Maana kanaposema tunakueleza, maana huyu ni Mungu Baba, Mungu Mwana, wananiambia hivi. Tunakueleza wewe ambaye umebeba hicho kitu au umebeba maono. Unapobeba maono ni lazima utekeleze maono yalivyo. Vinginevyo unaweza kuweka vitu vingine visivyo stahili au visivyo stahiki. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba ni saa ya matengenezo, manake kanisa limejisahau kwa ujumla, kwamba sitaki nijadili sana jambo hili, lakini inaonesha kwamba ujumbe huu ni unamaanisha kwamba kanisa limesahau wajibu wake, kwamba haliwasapoti watu wanapoenda kwenye kazi. Wao ni ujumbe ambao uko wazi kabisa. Na ujumbe huu pia nadhani ulikuwa ni unabii kwangu, maana baada ya kutangaza kwamba nimepokea vitu kwa Mungu, watu wengi sana wakaanza kunikwepa. Wale waliokuwa karibu nami wakadhani kwamba nina roho ya shetani, maana hawajazoea kuona vitu hivi. Kwenye mkataba ambayo Mungu alinipa vipengele visiopungua 180 au 200 kasoro kidogo, vipengele vya mkataba wa kufanya kazi kama Pentecost. Anaambia kwamba nguvu iliyomiminwa kwako haielezeki kwa akili ya kawaida. Manake watu walio wengi
wanabaki kushangaa kwamba imekuwaje huyo mtu mpaka apate hivi vitu. Lakini ni mambo ya kawaida. Mungu hujifunua kwa wakati wake, kwa nyakati zake. Alijifunua wakati wa Nuhu, akajifunua pia nyakati za kina Martin Luther, za kina John Huss karne ya 15 na 16, na kina John Wycliffe Mwingereza. Kwa hiyo Mungu anateua mtu au anachagua mtu mnyonge kabisa, wa chini, hali ya chini kabisa kama mimi. Na Biblia inasema Mungu huvinua vilivyo vinyonge ili kuviaibisha vilivyo vikubwa. Kwa hiyo Mungu ameniinua kwa faida ya kanisa. Ameniinua kwa ajili ya taifa langu la Tanzania. Mara nyingi tumezoea kuona kwamba wazungu ndio wanafanya mambo makubwa au wanapokea kutoka kwa Mungu au watu weupe. Lakini Mungu yuko katikati ya wanadamu wote, yeye hana upendeleo. Kwa hiyo kwa somo hili ambalo nimepewa na Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, ndivyo linavyokuwa. Na Mungu wa mbinguni akubariki utakapokuwa ukisikiliza masomo haya. Asante sana.